Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na Misarafina Robi. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa bara la Afrika wameamua kuondoa wanajeshi wake wanaohudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuamuru kuondolewa kwa wanajeshi kwa awamu. Mariam Jahid na maelezo zaidi. Mkutano huu wa kilele wa kanda umetoa wito wa juhudi za haraka zifanyike ili kumaliza mzozo huo wanajeshi wanapoanza kuondoka. Misheni hiyo iliyotumwa miaka miwili iliyopita kusaidia vikosi vya Kongo imepata hasara, ikiwa ni pamoja na kuuawa kwa wanajeshi kadhaa wanaosemekana kuuawa mwezi wa Januari. Nchi ya Afrika Kusini ilichangia idadi kubwa ya wanajeshi. Wakati huo huo, Angola imetangaza kuwa mazungumzo ya amani kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda yataanza wiki ijayo. Kundi la waasi wa M23 limeteka maeneo makubwa mashariki mwa nchi hiyo yenye utajiri wa madini. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imelishtumu jeshi la Israel kwa unyanyasaji wa kingono dhidi ya Palestina huko Gaza na eneo la Ukingo wa Magharibi. Ripoti hiyo ina baadhi ya shuhuda uliotolewa hadharani kutoka kwa wanaume na wavulana wa Kipalestina ambao wanasema waliweka kizuizini na kuvuliwa nguo na kushikiliwa wakiwa kwenye baridi kwa siku kadhaa. Wengi waliripoti kubakwa. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wamesema unyanyasaji huo umeenea sana na unafanana sana na vitendo vya watu wachache wakorofi, na hivyo wanapendekeza kuwa unatekelezwa kwa amri au kuchochewa na uongozi wa Israel. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, mjumbe wa tume ya Umoja wa Mataifa Chris Sidoti alitangaza matokeo yake. Sexual and gender-based violence. Unyanyasaji wa kingono na kijinsia unazidi kutumiwa kama njia ya vita na Israel ili kuvuruga utulivu na kukandamiza na kuangamiza watu wa Palestine. Tume iliandika kwa kina visa vya unyanyasaji na kijinsia, ikiwa ni pamoja na kesi za ubakaji na aina nyingine, ikiwemo mateso na vitendo vingine vya kinyama ambavyo ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Rais wa mpito wa Syria ametia saini azimio la kikatiba linaloelezea utawala wa nchi hiyo katika kipindi cha mpito cha miaka 5. Ahmed al-Shara anasema ana matumaini kuwa itaashiria mwanzo wa historia mpya kwa Syria ambayo ilibadilisha mfumo wa ukandamizaji wa haki. Kwa utawala wa nchi hiyo sasa utazingatia sheria za Kiislamu. Kamati iliyoundwa kuandaa azimio hilo ilisema inahakikisha uhuru wa maoni, kujielezea na vyombo vya habari. Kamati hii inasema haki za kijamii, kisiasa na kiuchumi za wanawake pia zimejumuisha katika azimio hilo. Masharti hayo yanachukua nafasi ya mfumo wa kikatiba wa utawala wa Assad ulioondolewa madarakani mwezi Disemba. Na mnaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa nchini Bangladesh wanasema kwamba msichana wa miaka 8 ambaye alibakwa alipokuwa akizuru nyumba ya dada yake amefariki. Madaktari wanasema alipatwa na mshtuko wa moyo alipokuwa akitibiwa majeraha aliyopata wakati wa ukatili huo. Kisa hicho kilisababisha maandamano nchini kote kudai adhabu kali zaidi kwa wale wanaopatikana na hatia ya unyanyasaji dhidi ya wanawake na watoto. Watu wanne ambao baadhi yao ni ndugu wa mwathiriwa wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Wakati huo polisi mjini Dhaka wamepiga marufuku maandamano yote mbele ya majengo muhimu ya serikali. Kiongozi wa mpito wa nchi hiyo Mohamed Yunus ameamuru kesi hiyo iwasilishwe haraka ili kuadhibu wahusika. Msaidizi wa ngazi za juu wa Rais Vladimir Putin amedokeza kuwa Urusi haitaki usitishaji mapigano wa muda na Ukraine. Yuri Ushakov anasema makubaliano hayo ya siku 30 yalipendekezwa na Marekani hayataipa Urusi chochote, huku yakivipa vikosi vya Ukraine muda wa kujiandaa hata zaidi. Kauli yake inajiri wakati ambapo mjumbe wa Rais Donald Trump Steve Witkoff anapowasili Moscow kujadili pendekezo hilo. Ushakov anasema kuwa aliwaambia wajumbe wa Marekani kwamba lengo la Urusi ni suluhisho la muda mrefu ambalo litazingatia maslahi yake. Ukraine imeunga mkono mpango wa kusitisha mapigano baada ya shinikizo kubwa kutoka Marekani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, taarifa habari za dunia imesomwa na Sarafina Robini. Matangazo ya Dira ya Dunia ya Alhamisi tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2025. Tunapatikana kupitia redio shirika FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni hii uko na Mikaro Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Leonard Mubali akiwa kule Dar es Salaam. Kwema Dar es Salaam? Kwema kabisa, swadakta Karobi. Tuendelee kusonga mbele.
Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wamekubaliana kusitisha zoezi la kutuma vikosi vya kijeshi nchini DRC katika mkutano uliofanyika leo Zimbabwe. Uamuzi huu unahitimisha operesheni ya Umoja wa SADC nchini DRC iliyoweka lengo la kusaidia vikosi vya kijeshi vya Kongo kudhibiti hali ya usalama katika mikoa ya mashariki mwa nchi hiyo. Robert Kipto na maelezo zaidi. Wakuu wa serikali za nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Bara la Afrika SADC leo wameidhinisha kuondolewa kwa wanajeshi wa muungano huo wanaohudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo uliafikiwa baada ya mkutano wa marais wa jumuiya hiyo uliofanyika kwa njia ya mtandao. Marais hao wamesema kuwa wanajeshi hao wataondolewa nchini DRC kwa awamu. Mkutano huo unaojumuisha mataifa 16 ya kanda ya kusini mwa bara la Afrika ulijadili hali ya usalama na kibinadamu nchini Kongo, mbali na kutathmini majukumu ya kikosi chao cha pamoja kinachotunza amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Akiongea wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, katibu mkuu wa jumuiya ya SADC alisema kuwa Afrika Kusini iliwapoteza wanajeshi 14 baada ya kambi yao kuvamiwa na wapiganaji wa M23 Januari mwaka huu. Wanajeshi 12 kati yao walikuwa miongoni mwa kikosi cha SADC, huku wengine nao wakiwa kwenye kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kutunza amani nchini DRC MONUSCO. Aidha, Malawi pia iliwapoteza wanajeshi 3 katika kikosi hicho cha SADC. Kikosi hicho kilitumwa nchini DRC mwaka 2023 kusaidia jeshi la Kongo FARDC kurudisha amani na usalama. Mwenyekiti wa kongamano hilo, Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, alitoa wito kwa viongozi wa kanda hiyo kuchukua hatua za dharura ili kumaliza mzozo huo ambao amesema kuwa huenda ukasababisha ukosefu mkubwa wa usalama katika maeneo yote ya maziwa makuu. This extraordinary summit has made the bold decision to withdraw our mission. Mkutano huu ambao sio wa kawaida umeidhinisha hatua ya kuondoa wanajeshi kutoka maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati muda wa kikosi chetu unafikia hatua ya kujiondoa, tunatoa wito wa msaada ili kufanikisha zoezi la wanajeshi wetu kujiondoa kwa hiari na pia kuturuhusu kuondoa vifaa vyetu. Of all our troops and evacuation of our equipment. Mnangagwa alisema kuwa mazungumzo ya dharura yatakayoshirikisha pande hizo mbili yanahitajika haraka, akisema kuwa ni wakati mwafaka wa kutathmini upya utendaji kazi na uwepo wa wanajeshi wa SADC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mataifa mengine yaliyotuma wanajeshi nchini Kongo ni pamoja na Burundi na Uganda. Hapo jana, ofisi ya rais wa Angola ilitangaza kuwa mazungumzo kati ya wajumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yataanza wiki ijayo mjini Luanda. Awali, rais wa Angola Joao Lourenço alifanya mazungumzo na mwenzake Felix Tshisekedi wa Kongo, ambaye alikuwa amekataa katakata kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 kama ilivyopendekezwa na Rwanda. Wapiganaji wa waasi wa M23 wameteka maeneo mengi yenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo miji ya Goma na Bukavu, tangu walipoanzisha mapigano makali dhidi ya jeshi la serikali Januari mwaka huu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamedai kuwa Rwanda imetuma zaidi ya wanajeshi 4,000 mashariki mwa Kongo kuunga mkono waasi hao wa M23, lakini serikali ya Rwanda imekanusha kuhusika kwa vyovyote vile na mzozo huo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Serikali ya Kongo imedai kuwa tangu vita hivyo kuanza Januari mwaka huu, zaidi ya watu 7,000 wamepoteza maisha yao na maelfu ya wengine kulazimika kukimbia makwao. Hata hivyo, BBC haijafanikiwa kudhibitisha idadi hiyo iliyotolewa na serikali ya Kongo. Huku hayo yakijiri, ripoti zinasema kuwa Burundi imefunga mpaka wake na Kongo ili kudhibiti idadi kubwa ya wakimbizi wanaotoroka mapigano. Zaidi ya raia 100,000 wa Kongo wamekimbilia nchi jirani ya Burundi na kwa sasa wamepewa hifadhi katika kambi ya muda katika uwanja wa michezo wa Rugombo. Naam, kama ulivyosikia hapo katika ripoti ya Robert Kipto, hatua hii ya SADC ilikuwa lakini ikitarajiwa, hasa baada ya wanajeshi kadhaa wa kikosi cha jumuiya hiyo kujeruhiwa na kuuawa na waasi wa M23. Hilo nimemuuliza mbunge wa bunge la Afrika Mashariki ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kikanda, Abdalla Makame. SADC walishapata, kuna baadhi walishapoteza uhai na baadhi wengine walishajeruhiwa kabla
ya hawa na M23 kufika Bukavu, na ilianza tangu wakati wanafanya sasa jaribio la kwanza la kwenda Goma, na hilo jambo lilitokea sio kwamba wao walikuwa wamewafuata wale askari wa SADC, lakini nadhani walikuwa katika eneo ambalo moto ulipita. Kwa hiyo wao hawakuwa wakiwa target wale askari wa SADC, na ndio maana hapakutokea purukushani baina ya vikosi vya SADC na hivyo vikosi ambavyo vilisababisha majeraha, kwa sababu kama ilivyo katika maeneo haya ya kusimamia amani, vile vikosi vile vinavyosimamia amani huwa havitakiwi kuingia katika kurejesheana moto na vikosi vingine, labda iwe ni katika hali ya kujilinda wenyewe. Kwa hiyo wale inawezekana walikuwa wamekaa katika sehemu ambayo hawakutakiwa kuwepo kwa wakati ule ambapo lile jambo lilikuwa limeanza. Hata wanapoondoka hawa wanajeshi wa SADC, tutathmini mchango wao DRC umekuwa mchango wa aina gani? Ndio SADC kule DRC walikuwepo katika kipindi kama miaka 12 au 13 nyuma sikosei, lakini palitokea vurugu hivi za M23 na SADC walikwenda, lakini walipewa mandate ya ziada ya kwamba wao sasa wanalinda amani, lakini pia wanaweza akapeleka moto, kwa maana wanaweza wakaua vikosi ambavyo vinaonekana vinawafanyia usumbufu. Sio wao kujilinda tu, wanaweza wakaenda kwenye offensive. Na ndio maana kipindi kile M23 walikuwa wamekuja juu kidogo, lakini wakarudishwa nyuma kabisa na wakaondoka, wakawa wamepotea. Sasa wamerudi tena. SADC kikosi chao hichi cha safari hakina ile mandate, hakuwa wamepewa ile mandate ambayo walikuwa nayo kipindi kile cha mwanzo walichokuwa wameenda kufanya kazi. Sasa safari hii hakuweza kupewa hiyo mandate vikosi vya SADC au kikosi kingine chochote hakikupewa mandate, na hii pia ilichangiwa kwa kiasi kikubwa, mimi niseme, kwa kutokupata hiyo mandate, kwa sababu yule ambaye anaathiriwa na kama labda anashambuliwa na vikosi ambavyo anaviona ni vikosi vya kiadui katika nchi yake, yeye mwenyewe ambaye ni amiri jeshi mkuu, kwa bahati nzuri au mbaya, alikuwa ashiriki katika vikao. Kwa hiyo huwezi ukaenda ukawaambia watu unataka mandate ya ziada kwa vikosi vya kulinda amani wakati wewe mwenyewe kwenye vikao utokei. Pengine tuangalie sasa hii hatua iliyochukuliwa na SADC ya kuondoa vikosi vyake huko DRC. Je, hatua hii itaacha ombwe kiasi cha kuyapa nguvu zaidi makundi ya waasi hasa M23, na hivyo basi pengine kuchangia katika shinikizo la Rais Tshisekedi kufanya nao mazungumzo ya ana kwa ana? Yeye hata kama hatotokeza, kama atampa mtu kwenda kumwakilisha, awe amempa mamlaka kamili ya kuzungumza kila kitu. Sio aende mtu awe ameenda kama picha, lakini maamuzi yote aanze kupiga simu kwake. Ampe mamlaka kamili, atakachokubaliana nao iwe ndio kweli kinakubalika na mamlaka yote ya juu katika nchi. Vinginevyo hii hali inawezekana ikiwa kama watachelewa kuingia kwenye mazungumzo, kwa sababu kinachotakiwa kikubwa ni mazungumzo. Sasa hawa wasipozungumza na kama hakuna kusikilizana, ina maana huu mgogoro unaweza ukatanuka. Sasa itakuwaje kwa DRC, hasa ukizingatia kwamba jeshi lake halina nguvu na uwezo kiasi cha kwamba kinaweza kukabiliana sio tu na M23, lakini mamia ya makundi mengine ya waasi mashariki mwa Kongo, huku kuondoka kwa washirika wake ambao ni vikosi vya SADC, ikikumbukwa kwamba kikosi kile kingine cha awali cha ICRAF kilichokuwa kinaongozwa na wanajeshi wa Kenya walishaondoka tangu mwaka jana. Itakuwaje kwa DRC kiusalama na kiulinzi? DRC hao wote ambao wanasema kana ni vikosi ambavyo vinaonekana labda ni vya waasi au vikosi gani, hivyo vikosi ni watu wenyewe, raia wa DRC. Hao ni vikosi viko vingi kweli, lakini hivyo vyote hao ni raia wa DRC. Kwa maana nyingine ni swala la kusimamia sekta hiyo vizuri kiasi ya kwamba hivyo vikosi vikawepo, kwa maana ya kwamba serikali na ulinzi wake haina ulinzi wa kutosha na jeshi lake halina nguvu ya kutosha katika eneo la mashariki la nchi ya DRC, labda wenyewe wako zaidi magharibi kule Kinshasa. Kwa hiyo jambo hilo, au kama kuna mgogoro huo, ni katika masuala ya kimataifa tunasema huo ni mgogoro wa ndani kwa ndani, ni wenyewe kwa wenyewe. Sasa hiyo dhamana ikiwa hajapewa, ina maana ameenda zake pale, anakaa kama picha tu, anaona watu wanapita hapa wanapigana tu nini, hakuna cha kufanya. Na ndio maana mimi naona hawa wenzetu katika SADC wameona bora sasa waondoke, kwa sababu ile mandate ya ziada hakuna,
Ni Dr. Abdullah Makame kama alivyozungumza na mwenzangu Karo Robi. Kwingineko ni kwamba afisa mwandamizi wa serikali ya Rais Vladimir Putin wa Urusi amedokeza kuwa hawataki makubaliano ya muda ya kusitisha vita na Ukraine. Yuri Ushakov amesema pendekezo lililofikiwa na Marekani na Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 30 halitakuwa na manufaa kwa Urusi, lakini litaipa Ukraine muda wa kujiimarisha kijeshi. Kauli yake inakuja huku mjumbe maalum wa Rais Trump Steve Witkoff akiwasili Moscow kujadili pendekezo hilo. Hamida Abubakar na maelezo zaidi. Marekani kupitia wajumbe wake walipendekeza katika mazungumzo huko nchini Saudi Arabia kwamba vita visitishwe kwa siku 30, swala ambalo tayari Ukraine imeridhia, lakini Urusi inaonekana kutoridhia pendekezo hilo, na badala yake Yuri Ushakov ambaye ni msaidizi mkuu wa Rais Putin ametilia shaka pendekezo hilo, akisema kusitishwa kwa mapigano kati ya Urusi na Ukraine sio kwa manufaa ya Urusi. Pendekezo hilo la kusitishwa kwa vita sio kitu kingine isipokuwa kuipa muda jeshi la Ukraine kupata afueni. Lengo letu ni suluhu la amani la muda mrefu, na tunatazamia suluhu la amani ambalo linazingatia maslahi yetu na msimamo wetu unajulikana. Kwa njia ya simu siku ya Jumatano, Mike Waltz ambaye ni mshauri wa masuala ya usalama Marekani alisisitiza haja ya kuwa na suluhu ya muda mrefu na ambayo inaheshimu maslahi ya Urusi. Mmoja wa wajumbe wa Trump, Steve Witkoff, yuko mjini Moscow kuweza kujadili pendekezo la kusitisha kwa vita, swala ambalo Ukraine inaunga mkono. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari hapo awali, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova alisema Moscow imekataa wazi matumizi ya walinda amani wa kigeni katika ardhi ya Ukraine. Haikubaliki kabisa kwetu sisi kwamba vitengo vya jeshi wa majimbo mengine vimewekwa nchini Ukraine, hata iwe chini ya bendera gani, iwe vikosi vya kigeni vya kambi za kijeshi au kuwekwa kwa aina fulani ya operesheni za kulinda amani zilizopendekezwa na wale ambao wameondoa neno walinda amani kwenye matamshi na maandishi yao. Alisema Urusi itajibu kikamilifu kuwepo kwa majeshi ya kigeni nchini Ukraine. Na hili liko wazi, ni swala ambalo tunalifahamu na ni ukweli chungu kwetu, kwa sababu hili linamaanisha kwamba mataifa haya yanahusika moja kwa moja na vita na nchi yetu, na ambavyo bila shaka tutajibu kwa njia yote. Wanachama wa G7 ambayo inajumuisha mataifa tajiri zaidi duniani watajadili Ukraine katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni. Katika hotuba yake, waziri wa mambo ya nje wa Canada Melanie Joly alisema uungwaji mkono kwa Ukraine lazima uwe kipaumbele. Bila shaka amani na utulivu ndo ajenda yetu kuu, na ninatazamia kujadili jinsi tunavyoweza kuendelea kuunga mkono Ukraine katika kukabiliana na uvamizi usio na msingi wa Urusi, na sote tunataka kuona haki na amani ya kudumu nchini Ukraine. Wakati huo majeshi ya Urusi inaripotiwa kuendelea kupambana katika juhudi za kuondoa wanajeshi wa Ukraine katika jimbo la Kursk. Taasisi ya vita nchini Marekani inasema kwamba Urusi umeteka mji wa Zutha, lakini duru zingine zinaeleza kwamba mapigano bado yanaendelea nje ya mji huo. Ni Hamida Abubakar kwa msikilizaji. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inawashutumu wanajeshi wa Israel kwa kuwanyanyasa kingono kwa muda mrefu wa Palestina wa ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Ripoti hiyo ina simulizi za wanaume na wavulana wa Kipalestina ambao wanasema walizuiwa, kuvuliwa nguo na kufungiwa kwa siku kadhaa kwenye mazingira baridi, huku wengi wao wakibakwa. Agnes Penda na taarifa zaidi. Ripoti ya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa inasema vitendo hivyo vya unyanyasaji wa kingono vilifanyika kwa wingi, viliendelezwa na baadhi ya waliokuwa katika operesheni za kivita huko Gaza, kiasi kwamba wanahisi ulikuwa mkakati wa maagizo yaliyochochewa na uongozi wa Israeli. Ripoti hiyo iliyotolewa na Baraza la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya haki za kibinadamu imeorodhesha vitendo hivyo kwa kina. Baadhi ya hivyo ni kupitia ushahidi kutoka kwa waathiriwa wa vitendo hivyo ambao ni wanaume na wavulana wa Kipalestina waliosimulia jinsi walivyokamatwa na kuvuliwa nguo, hivyo kusalia uchi kwa siku kadhaa, tena kwenye mazingira ya baridi kali. Kibaya zaidi ni kwamba wengi wao walibakwa. Akizungumza na waandishi wa habari huko Geneva, mmoja wa maafisa walio kwenye tume ya Umoja wa Mataifa Bwana Chris Sidoti amezungumzia kwa kina yale waliobaini katika utafiti wao. Sexual and gender-based violence is increasingly used as a method of war by Israel
Kumekuwa na ongezeko la vitendo vya unyanyasaji wa kingono kama mkakati wa kivita vinavyoendelezwa na Israel ili kuwadhalilisha, kuwanyanyasa na hatimaye kuwaangamiza Wapalestina. Tume yetu ilikusanya ushahidi ulioonyesha mienendo hiyo, matukio mengi ya ubakaji na udhalilishaji mwingine wa kingono, vitendo vya kikatili na mengine mengi yamebainika kutendewa Wapalestina. Vitendo hivyo vyote ni ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu, na zaidi ya hayo ni uhalifu wa kivita, uhalifu wa kibinadamu. Torture and other inhumane acts that amount to war crimes and crimes against humanity. Kama ilivyotarajiwa, Israel imekana vikali ripoti hiyo. Katika taarifa yake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ni uongo mtupu na kudai baraza la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya haki za kibinadamu kuwa linaibagua Israel. Lakini afisa huyo wa tume ya Umoja wa Mataifa Chris Sidoti anasema ni Israel ndio inapaswa kubebeshwa lawama hiyo, kwani pia ilikuwa changamoto hata kukusanya ushahidi huo, ikizingatiwa jinsi Israel inavyoweka vizuizi kwa mashirika mengi kuwafikia waathiriwa. Israel continues to obstruct the Commission's investigations and prevent its access not only to Israel itself. Israel imekuwa ikiweka vizuizi na masharti chungu nzima kuzuia tume yetu kufanya uchunguzi huu kwa kina. Wanaweka vizuizi upande wa Israel yenyewe na upande wa Palestina ndio zaidi, hasa katika ardhi wanazozikalia kimabavu. Mara kadhaa tumeomba serikali ya Israel kutupa taarifa kuhusu mambo tofauti yanayohusiana na uchunguzi wetu wa masuala haya ya unyanyasaji wa kingono na vitendo vingine vya ukatili vinavyodaiwa kutendwa na baadhi ya maafisa wa Israel, lakini hawatupi maelezo yoyote wala hamna taarifa zozote kwamba hatua za kisheria zimechukuliwa dhidi yao. Hii ni ikiwemo vitendo vya kikatili vinavyoendelezwa na walowezi wa Israel katika maeneo ya Palestina tangu kipindi cha mwaka jana. Israeli security forces or Israeli settlers for sexual and violence committed since October 2023. Mapema leo tume hiyo ya Umoja wa Mataifa ilisema Israel ilishambulia na kuharibu kabisa kituo cha kimatibabu ya uzazi kwa Palestina. Pia walizuia harakati za kupeleka misaada ya dawa katika kituo hicho, dawa ambazo zilikuwa zinahitajika kwa huduma za afya kwa kina mama wajawazito na wengine waliojifungua pamoja na watoto wao wachanga. Taarifa hiyo inaendelea kueleza kuwa kufanya hujuma katika sekta ya afya huko Palestina, na hasa hujuma kwa vituo vya huduma ya afya ya uzazi kwa Palestina, ni kumaanisha wanaharibu na hujumu kizazi kizima cha Palestina, na hilo ni kosa la uhalifu wa kivita, ikiwemo kuangamiza jamii nambari ya Kipalestina kwa mashambulio na pia kupitia hujuma ya afya ya uzazi. Naam. Msikilizaji, ukiyatafakari hayo yanayowakumba Palestina wa ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi, na pata fursa ya kusoma ujumbe wako hapa kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako matangazo haya yako mubashara. Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema hizi tuhuma dhidi ya Israel zinasikitisha sana. Na Jitu la Mtumba anasema yuko Katenge, anatupata vizuri kabisa katika matangazo ya leo jioni. Asa Sambo mpenda amani anasema ni ajabu sana, wanadamu wanagombania ardhi ambazo wataziacha tu, huku wakiua raia na kuwatesa wenzao. Umivu Kionza akiwa Iringa Kiodombe anasema yuko nasi hadi tamati ya matangazo haya ya leo jioni. Ni kushukuru pia Hamisi Mahangati Nyonyo Mnyausi, unasema uko pamoja katika matangazo haya. Na David Sechenga kutoka Wagumu anasema leo tuko pamoja kwenye matangazo ya Dira ya Dunia. Asante sana. Saya Sambo pia unasema Urusi na kwa vigumu kuridhia usitishaji wa mapigano kwa siku 30 kwa kuwa hawana imani na makubaliano yaliyofanywa na Marekani na Ukraine. Na sasa tunaelekea viwanjani kwa Shoaib Ibrahim. Na asante. Kocha wa klabu ya Aston Villa Unai Emery amesema timu yake imedhamiria kuwa mhusika mkuu katika mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya msimu huu. Villa tayari wamejikatia tiketi ya kucheza robo finali kwenye mashindano hayo na watavutana shati na Paris Saint-Germain. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa klabu hiyo kushiriki mechi ya robo finali kwenye mashindano ya soka la bara la Ulaya tangu mwaka 1983. Wakati huo kompyuta ya Opta ya kutabiri timu na matokeo imeipa Aston Villa nafasi ya 27.9 ya kuwapiku PSG na kutinga nusu finali, na kadhalika kutabiri uwezekano wa 7.7 kwa timu hiyo kutinga finali ya Champions League.
Washika mitutu Arsenal wamepewa nafasi ya 52.8 ya kuishinda Real Madrid na kufuzu hadi hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo, huku vilevile wakipewa 30.3 ya kufuzu hadi fainali. Villa na Arsenal ndio timu pekee za England ambazo zimesalia kwenye mashindano hayo. Zote ziko upande mmoja wa draw, na hivyo kuna uwezekano wa timu hizo mbili kukutana nusu fainali. Winga wa Arsenal Raheem Sterling amebaini kuwa bado ana imani kuwa atakuwa na mchango mkubwa kwa the Gunners katika robo fainali dhidi ya Real Madrid, licha ya kuwa hatocheza mkondo wa kwanza wa mechi hiyo. Zaidi nampigia pasi David Nkya. Raheem Sterling alipewa kadi ya njano katika dakika za lala salama baada ya kumchezea vibaya Johan Bakayoko na hivyo kuadhibiwa kwa kushiriki raundi ya kwanza ya robo finali dhidi ya Los Blancos itakayopigwa katika viwanja vya Emirates April 8, lakini anatarajiwa kurejea katika mkondo wa pili wa robo finali. Katika taarifa yake Sterling amesema, na hapa namnukuu, "Ni mimi mwenyewe kuendelea kufanya juu chini na ninaamini kwamba ninaweza kutoa mchango mkubwa hapa, iwe kwa kucheza dakika 10, 45 au hata kwa kuanza mechi. Ninahitaji tu kuwa tayari na kujaribu kusaidia timu kadri ya uwezo wangu." Mwisho wa kumnukuu. Sterling aliweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kabisa wa England kuhusika moja kwa moja kwa ufungaji wa angalau bao moja na vilabu vinne tofauti kwenye ligi ya mabingwa Ulaya. Katika mchezo wa gofu, timu taifa ya gofu ya Uganda wanaume imeondoka kuelekea nchini Kenya kucheza katika kombe la kila mwaka la Victoria Cup, ambapo watamenyana dhidi ya wenyeji Kenya. Michuano hiyo itatimuliwa vumbi mnamo Machi 20 na kutamatishwa Machi 21 katika eneo la Mount Kipipiri Golf Resort mjini Naivasha. Timu ya Uganda yenye wachezaji 10 imeongozwa na Joseph Chinywa. Na sasa ni zamu yake Phyllis Matei na tetesi za soka Ulaya. Na washika mitutu Arsenal wanania kumsajili winga wa Ujerumani Leroy Sané kwa uhamisho wa bila malipo wakati mkataba wa mchezaji huyo wa Bayern Munich utakapomalizika msimu huu wa joto. Nikiwa bado dimbani Emirates, mkurugenzi mpya wa kandanda wa the Gunners Andrea Berta anataka kuwafanya kiungo wakati wa Newcastle na Brazil Bruno Guimaraes na kiungo wakati wa Real Sociedad Martin Zubimendi kuwa usajili wake wa kwanza. Miamba wa Hispania Barcelona nao wanamweka kiungo wa Newcastle Guimaraes kwenye orodha ya wachezaji wanaotaka kusajili kwenye uhamisho wa majira ya joto. Barcelona vilevile wamekataa dau la pauni milioni 57 kutoka kwa Manchester United kwa ajili ya kumnunua kiungo wakati wa Uholanzi Frankie de Jong. Manchester City, Manchester United, Barcelona pamoja na Real Madrid wanavutiwa na winga wa Bayer Leverkusen Mholanzi Jeremy Frimpong mwenye umri wa miaka 24. Everton wanafikiria kumnunua kiungo wakati wa Newcastle mwenye umri wa miaka 27 Sean Longstaff msimu wa joto. Na nchini Ujerumani, Bayer Leverkusen bado wana imani kuwa mchezaji wa Ujerumani Florian Wirtz ataongeza mkataba wake katika klabu hiyo licha ya kuhusishwa na Bayern Munich pamoja na Manchester City. Na shukran Phyllis Mwateni. Kamilisha na tennis ambapo mchezaji nambari 1 kwa ubora nchini Uingereza Jack Draper kwa mara ya kwanza ametinga robo finali ya michuano ya tennis ya Indian Wells alipomshinda Taylor Fritz, mchezaji nambari 4 kwa ubora duniani. Draper aliye katika nafasi ya 14 kwa ubora duniani alichukua udhibiti wa mchezo huo na kuibuka kidedea kwa seti 7-6 dhidi ya Taylor. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Shuaib Ibrahim.